Mtazamaji wa TBC1, karibu sana. Kama ilivyo kawaida, leo hii ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Hapa tunakutana na wasomi kama ambavyo siku zote tumekuwa tukifanya. Tanzania imejaliwa kuwa na wasomi wengi kweli kweli na wenye tija kubwa kweli kweli katika mambo yote ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, lakini pia katika swala zima la sayansi na teknolojia, ubunifu na utafiti. Vyote hivi vimekuwa sehemu ya maisha yetu katika kipindi cha Mwanazuoni. Tunapokutana na wanazuoni ambao wamebobea katika maeneo mbalimbali, tunazungumza kuhusiana na kutafuta suluhu, lakini pia kuleta changamoto ambazo jamii inaweza kuzifanyia kazi kuliko kukaa tu tukiamini kwamba wasomi wetu hawana kitu. Kumbe wanayo mengi ambayo yanaweza yakakufikia popote ulipo, na sisi kupitia Mwanazuoni tunakukutanisha na wasomi hawa na suluhu mbalimbali ambazo wanazo kupitia yale ambayo wanayafanya. Ni katika ubunifu, utafiti, lakini pia katika mambo yote ambayo labda ni ripoti ambazo zimefanyiwa kazi na kufanyiwa utafiti wa kina na kuleta suluhu katika jamii na mambo mbalimbali ambayo jamii inakumbana nayo. Na inaitwa Tobias Masalu. Leo hii niko katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuzungumza na mwanazuoni wetu ambaye atatupitisha katika mengi. Kubwa ambalo tunaliangazia ni wiki ya utafiti ambayo imefanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa ni toleo la 11 tangu kuanza kwake, ambapo tunayo mengi sana ambayo tutazungumza hapa mimi na mgeni wangu ambaye nimemwalika katika kipindi hii leo, na nimekuja moja kwa moja hapa ofisini kwake ili tuweze kuzungumza kwa kina. Kubwa kama ambavyo nimekujuza ni kuhusu wiki ya utafiti ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka. Niko na Dr. Leonard Peter Binamungu. Yeye ndiye mgeni wetu hii leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Tutazungumza kubwa kuliangazia wiki ya utafiti, lakini pia wamejiandaa vipi kufanya utafiti kuwa biashara. Maana kuna mambo yanasemwa kwamba utafiti ambao unafanyika katika vyuo vyetu umekuwa ukiwekwa kwenye makabrasha tu na hifadhiwa, kumbe unatakiwa uende nje kwenda kusuluhisha matatizo ya wanajamii. Dr. Binamungu, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Asante sana ndugu mtangazaji. Bila shaka uko salama salimini. Salama kabisa. Mambo yanakwenda. Karibu sana Binamungu, tukizungumzia wiki ya utafiti. Tuanzie hapo. Tumeona wiki ya utafiti imetamatika na mengi ambayo mmeyafanya. Mlianzia ngazi ya vyuo, chuo kimoja kimoja, kuna ndaki, taasisi, lakini pia idara zote ambazo zinahusika mlifanya, na hatimaye mkawa na wiki ya mwisho sasa ya kujumuisha wale watafiti ambao mko nao, lakini pia wabunifu na wasomi wa nchi hii. Tuanzie hapo. Tathmini kidogo kuhusiana na wiki ya utafiti kwa mwaka huu ikoje? Asante sana ndugu mtangazaji. Kiujumla niseme tu wiki ya 11 ya utafiti na ubunifu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tulikuwa na maonesho ya utafiti na ubunifu kwa ngazi za vitengo kama ulivyosema. Kwa upande wa kampasi kuu ya Mwalimu Nyerere hapa Mlimani ilikuwa ni tarehe 19 mpaka 21 Mei, ikiwemo chuo kikuu kishiriki cha elimu DUSE. Lakini kwa upande wa taasisi yetu ya sayansi za bahari Zanzibar, kampasi yetu ya afya Mbeya na chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa ilikuwa tarehe 2 mpaka 4 Juni. Hiyo ilikuwa ni maonesho ya utafiti na bunifu kwa ngazi ya vitengo. Na kusema ukweli huko kote alifanikiwa, na tulipata waliofanya vizuri au washindi wa ngazi za vitengo ambao ndo sasa walikuja kuonesha tafiti na bunifu zao kwenye ngazi ya chuo kikuu, ambayo ilikuwa tarehe 9 mpaka 11 Juni. Tulianza vizuri, ambapo mgeni wetu rasmi siku ya ufunguzi alikuwa ni Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge na waziri wa madini. Na kwa kweli kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ilikuwa ni kutumia utajiri wa madini unaopatikana nchini Tanzania kwa ajili ya kukuza nishati jadidifu au renewable energy, mageuzi ya kidijitali, digital transformation, na societal security au usalama wa jamii. Alituambia mambo mengi kuhusu yanayotendeka ndani ya nishati ya madini, na tulikuwa na wazungumzaji wakuu wawili, nao kwa kweli walisaidia vizuri kuchagiza ile siku, kutuambia ni vitu gani kama taifa tunaweza tukafanya ili tukatumia vizuri utajiri
wa rasilimali madini tulizonazo katika kuhakikisha kwamba tunaleta matumizi, yani tunakuza matumizi ya nishati jadidifu, digital transformation, mageuzi ya kidijitali na usalama wa jamii. Na baada ya hapo kwa kweli siku ile ilienda vizuri kwa sababu jioni yake tulikuwa na mwadhara wa wazi kutoka kwa Rais wa Singapore, Mheshimiwa Tharman Shanmugaratnam, ambaye naye ukiangalia mambo mengi alikuwa anayazungumza kwenye ule mwadhara kwa kiasi kikubwa aliendana na mazungumzo ambayo yalikuwa yameanza kwenye wiki ya utafiti na ubunifu, kutengeneza kazi, kutumia elimu kama nyenzo ya kubadili jamii na mambo mengine. Siku ya pili tulikuwa na kitu tunaita symposium, ambapo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulitumia watafiti wetu kutoka kwenye vitengo mbalimbali kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu. Tulikuwa na watu kutoka shule yetu inayohusika na mambo ya madini inaitwa SOMGI, School of Mines and Geosciences. Tulikuwa na watu kutoka daki yetu ya uhandisi na teknolojia, College of Engineering and Technology, wanafanya vizuri mambo ya renewable energy kule. Tulikuwa na mtu kutoka kwa ICT ambaye alizungumzia zaidi mambo ya mageuzi ya kidijitali, na tulikuwa na mtu kutoka shule yetu ya uchumi ambaye aliongelea mambo sasa ya maendeleo ya jamii. Kikubwa kwenye ile symposium, ndugu mtangazaji, tulikuwa tunaangalia sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunafanya nini kwa sasa kama tafiti au kwa upande wa tafiti na bunifu, na tunaweza kufanya nini tunapoangalia mbele. Kwa hiyo symposium ilifanyika vizuri. Na hiyo ilikuwa siku ya pili asubuhi tarehe 10. Siku ya pili asubuhi mchana tulikuwa na kitu tunaita strategic partnership dialogue, ambapo sasa hapa tulileta watu wa kutoka nje, watu wa industry. Tulikuwa na mtu kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, tulikuwa na mtu kutoka Sandvik, hao wanahusika na vifaa vya madini na wana support programs mbalimbali za training kwa maana ya wanafunzi kwenye sekta ya madini, na wanatoa scholarships kwa wanafunzi wa engineering na wengine. Na tulikuwa na watu kutoka Barrick ni wabia wetu wakubwa. Actually ile siku ya kwanza ya ufunguzi tulishuhudia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimesaini makubaliano ya kushirikiana na Barrick ya kimkakati kwenye eneo la madini. Lakini tulikuwa na mzungumzaji kutoka Barrick. Lakini tulikuwa na mtu ambaye anafanya ujasiriamali kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo akaongelea watu kwenye sekta ya madini. Na haya yote tulikuwa tunajaribu kuona sisi kama chuo tunawezaje kushirikiana na industry. Tunawezaje kushirikiana na watu ambao tafiti na bunifu zetu zinawagusa moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya yale mazungumzo, of course kinachofuata sasa tume exchange contacts na tunaendelea sasa kufuatiliana ili tukirudi kwa ajili ya utekelezaji kwa ajili ya utekelezaji kwamba chuo na wadau wetu kutoka kwenye industry tunawezaje sasa kufanya kazi kwa pamoja ili tafiti zetu zi-inform kile kitu wanachokifanya wao kwenye industry. Lakini na sisi tafiti tunazozifanya zisiwe tu za kinadharia peke yake. Za kukaa kwenye makablasha. Ingawaje kuna umuhimu wa nadharia kwenye kazi za chuo kikuu. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba hata tafiti na bunifu zetu tunazozifanya zinaongea moja kwa moja na matatizo yanayopatikana kwenye industry. Kwenye industry na wanajamii kwa ujumla. Na jamii kwa ujumla. Shukrani sana kwa hicho ambacho hiyo ni sum up ya kila ambacho wiki labda na mwisho kumalizia siku ya mwisho kwa sababu moja hapo ya hii wiki ya malengo ya wiki ya utafiti na ubunifu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kuwatia moyo wale wanaofanya vizuri. Kwa hiyo tulitambua washindi wanaoendana na kauli mbiu ya mwaka huu na tumewapa zawadi kwenye categories kama 9. Tumetambua wanaofanya mradi ambao unafanya vizuri kwa kuwa na matokeo ambayo yanaathiri taaluma tofauti. Research group with multidisciplinary impact. Tulitambua wanataaluma ambao wametuletea pesa nyingi za utafiti kwa ndani ya mwaka. Na tumetambua mwanataaluma ambaye ni mtafiti bora wa mwaka kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tumetambua mbunifu bora wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wa mwaka. Tumetambua mbunifu bora kati ya wanafunzi wanaofanya shahada za awali.
na mbunifu bora kati ya wanafunzi wanaofanya shahada za uzamili au postgraduate. Lakini pia tumetambua mradi ambao unafanya vizuri kwenye kuleta mabadiliko ya kimkakati, strategic transformation project, kulingana na kauli mbiu yetu ya mwaka huu. Lakini pia tumetambua mradi bora unaoshirikiana na industry. Yani mradi ambao ukiangalia unavyofanya kazi, umetufanya sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mwaka uliopita tufanye kazi kwa ukaribu na industry. Na mwisho tumemtambua mshauri elekezi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye ametuletea pesa nyingi ndani ya mwaka. Kwa hiyo ukiangalia hizi zawadi zote, lengo ni kuwatia moyo wale ambao wanafanya tafiti na bunifu ndani ya chuo waendelee kufanya vizuri zaidi. Shukrani sana kwa hicho. Nilikuwepo na nimetembelea mabanda ya utafiti pale maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Miongoni mwa mambo ambayo yaligusiwa na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Mwanangisye, alisema kwamba chuo hiki kina watu wengi sana na amekaribisha watu wenye changamoto kwenye jamii, taasisi, mashirika walete Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na akasema na wahakikishia nitawapa ufumbuzi. Hebu tumsikilize kidogo alafu tutarudi hapa kuzungumza na Dr. Binamungu. Taasisi yetu imejaliwa kuwa kitovu cha watu wenye vipaji, watu ambao wamebobea katika mambo mbalimbali hapa chuoni, na tuliomba kwamba leteni matatizo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nahakikishia ufumbuzi wa matatizo haya yatapatikana. Nahakikishia hilo kupitia maonesho haya, miadhara ya kitaaluma na kitaalamu, kongamano maalum, majadiliano ya kimkakati na ushiriki wa watafiti, wabunifu, wanafunzi pamoja na wadau kutoka sekta mbalimbali. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeonyesha uwezo wake wa kuunganisha taaluma, sekta na mawazo ya maendeleo. Tumeshuhudia namna tafiti na bunifu zinavyofanyika chuoni zinavyoweza kujibu mahitaji ya serikali, sekta binafsi, viwanda na jamii kwa ujumla. Hii ndiyo maana halisi ya wiki ya utafiti na ubunifu. Sio jukwaa la kuonesha kazi zilizofanyika pekee, bali ni fursa ya kuzitathmini kazi hizo kwa kuzingatia mahitaji na vipaumbele vya taifa letu. Kutokana na mijadala na maonesho haya, ujumbe mmoja umejitokeza kwa uwazi: tafiti na bunifu zetu lazima ziendelee kuwa karibu zaidi na changamoto halisi za jamii. Zinapaswa kusaidia utungaji na utekelezaji wa sera, kuongeza tija katika sekta za uzalishaji, kujenga ujuzi wa vijana na kuchochea maendeleo ya bidhaa, huduma na mifumo mipya yenye manufaa kwa Watanzania wote. Hali hii inatuhitaji kuimarisha zaidi ushirikiano wa taaluma mbalimbali na kuendelea kujenga mahusiano madhubuti kati ya chuo, serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo na jamii kwa ujumla. Ni Profesa William Anangisye, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akizungumza siku ya kuhitimisha wiki ya ubunifu na utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo ilifanyika katika maktaba mpya ya chuo hiki. Dr. Binamungu, bila shaka ulikuwepo na ulimsikia, lakini pia umemsikia Profesa William Anangisye, makamu mkuu wa chuo, akizungumza kwamba watu katika jamii, makundi mbalimbali, walete changamoto zao, walete shida zao. Chuo kikuu kimesheheni watu wengi sana ambao wanaenda kuleta suluhu. Kwa namna hiyo, kauli ya Profesa Anangisye, wewe ni mtu ambaye uko chini yake, mmejiandaa vipi hii kurugenzi ya utafiti na machapisho kuhakikisha kwamba hiki alichokisema kinaenda kufanywa kazi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kusema ukweli, kama alivyosema Vice Chancellor Profesa William Anangisye, chuo kikuu ni mahali ambao tumesheheni watu wenye vipaji vya aina mbalimbali, na mimi naungana naye kusema kweli, jamii tuletee matatizo yake, kwa sababu ukiangalia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina vitengo zaidi ya 21, kuanzia afya, tehama, uhandisi wa namna tofauti, social sciences, sheria na kila kitu. Na ukiangalia hizo nyanja zote zinaendana na hiyo diversity unaikuta kwenye jamii.
Kwa hiyo tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunapokea matatizo ya aina mbalimbali kutoka kwenye jamii na tunayafanyia kazi. Na labda tu kwa kuondolea wasiwasi, ndugu mtangazaji, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni sehemu ambapo kuna mkusanyiko wa wanafunzi na wafanyakazi wenye uwezo wa kipekee na vipaji vya aina mbalimbali. Kianzia wanafunzi wetu wa shahada za awali ni wanafunzi ambao kwa kweli wanahitaji tu akili yao ishughulishwe na matatizo ambayo jamii inayo. Ukiangalia wanafunzi wetu wanaokuja kusoma shahada za uzamili kwa maana ya umahiri na uzamivu, masters na PhD, hivyo hivyo. Na kwa sababu wale wanafanya tafiti, wale wa masters na PhD wanafanya tafiti, nao matatizo yanayotoka kwenye jamii sio tu yatapatiwa suluhu, lakini yatapatiwa suluhu baada ya kufanya utafiti na ubunifu unaoendana na sayansi zaidi. Lakini ukiangalia mkusanyiko wa staff hapa, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina PhD zaidi ya 500 hapa. Na nadhani kama sikosei ni mojawapo ya taasisi ya elimu ya juu yenye mkusanyiko wa PhD nyingi ziko sehemu moja. Sasa PhD kwa nature yake ni research training degree. Ni watu ambao wamefundishwa kufikiria kwa undani, sio kijuujuu. Na matatizo mengi ya kijamii kwa kweli yanahitaji kutatuliwa kwa namna ambayo inahusisha kufikiria kwa ndani. Ukiwa unafikiria kijuujuu, unaweza ukawa unatibu dalili za matatizo badala ya kutibu matatizo yenyewe. Dr. kabla hujaendelea, mpango wenu katika kutoka ndani ya chuo na kufuata wananchi ukoje? Kwa sababu naamini sio kila mtu anaweza kufika hapa kuleta changamoto zake. Na hii wito aliotoa Profesa William Mwanangise ni kwamba watu walete changamoto. Ninyi mmejiandaa vipi kutoka ndani ya chuo kwenda nje kukutana na wenye labda wadau wa viwanda, wazalishaji, wauzaji, hii tunazungumzia ujasiriamali. Nyinyi mna shule kuu ya biashara hapa ya UDBS School of Business, lakini pia ujasiriamali, vitengo vya ubunifu vipo hapa. Mmejiandaa vipi kuwafuata badala kuna wengine hawawezi, wale walioko nje huko? Asante sana ndugu mtangazaji. Tuna namna mbalimbali tunazozitumia kwa kweli kuhakikisha tunafuata watu nje. Ya kwanza kabisa ndio hii tunayozungumzia, wiki ya utafiti na ubunifu. Ukiangalia vizuri wiki ya utafiti na ubunifu, lengo lake sio tu kutambua watafiti wetu na wabunifu wanaofanya vizuri ndani ya chuo ili tuwatambue na tuwatie moyo kwa kuwapa zawadi, lakini pia ni kuwakutanisha na wadau ambao wanaweza wakawa ni wa muhimu kwenye hizo tafiti na bunifu zinazofanywa nao watu wetu. Ndio maana maonesho yetu kuanzia ngazi ya vitengo mpaka chuo yako open for the public, yani yako open kwa ajili ya watu wanaotoka nje ya chuo. Na kusema ukweli, haya maonesho kwa mwaka huu tumefanya kwa mara ya 11, lakini mara zote kuanzia mara ya kwanza tulivyoanza 2015 mpaka mwaka huu tumefanikiwa kuwakutanisha watu wengi kutoka nje na watafiti na wabunifu wetu wanaotoka ndani ya chuo. Na kuna baadhi ya tafiti ambazo kupitia hili jukwaa la Research and Innovation Week zimeweza kwenda huko nje ya taasisi nje ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuleta impact. Kwa hiyo lengo la namna mojawapo tunayotumia ni hili jukwaa, kwa sababu maonesho haya yanatembelewa na wadau wa aina tofauti ambao wana changamoto. Na kuendeleza hilo, wale wanaofanya vizuri kwenye Research and Innovation Week, kwa mfano kuna Sabasaba, maonesho ya biashara, tutawapeleka kule. Na Sabasaba lile ni jukwaa lingine la kuhakikisha kwamba hizi tafiti na bunifu zinaonekana kwa watu ambao zinaweza zikawafaa kutoka huko nje. Na kuna mengine huko Swima Kisatu na nane na mengine ni kuhakikisha kwamba wanafika huko. Lakini namna ya pili ambayo tunahakikisha tunapata matatizo ya jamii ili tuyafanyie kazi kupitia watafiti na ubunifu wetu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna kurugenzi ya huduma kwa umma. Nadhani ndio Kiswahili sahihi, Directorate of Public Service. Mle ndani wana kitengo kinahusika na university industry collaboration, yani mahusiano kati ya chuo na wazalishaji huko nje. Na wazalishaji huko nje. Kwa hiyo
mojawapo ya kazi zinafanywa na kile kitengo ni kuhakikisha wanazunguka, wanapita kwa wadau mbalimbali wa kimkakati huko nje, kuwaambia chuo kinafanya nini, lakini pia kujifunza changamoto walizonazo, na ni kupitia haya mashirikiano tumeweza kusaini makubaliano na kampuni tofauti na zingine ulishuhudia Barrick na wengine wakati wa Research and Innovation Week. Juzi wakati wa kufunga Research and Innovation Week tulisaini makubaliano mengine na Kilimanjaro Leather Industry. Na kupitia hivyo sasa tunaweza kupata matatizo halisi yanayopatikana kwenye industry na kuhakikisha kwamba yanatatua. Yes. Dr. tukiwa tunaelekea mwisho, miongoni mwa watu waliohudhuria kwenye tukio hilo la ufungaji wa wiki ya utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni Dr. Amos Nungu. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Alisema kwamba fedha kuendeleza watafiti na wabunifu zipo. Wanachokitaka wao ninyi muende. Na kabla hatujajibu hilo swali, kabla sijakuuza swali, tumsikilize Dr. Amos Nungu akizungumzia hilo jambo. Wabunifu, watafiti, tupo kwenye hatua kwa maana ya kwamba ile kwenda stage inayofuata sasa. Tunafanya utafiti wetu, tunapata matokeo, yanataka kwenda sokoni, hayana mtaji, pesa iko pale. Kigezo masharti ni kwamba sio tena grants, sio ile mwega au nini ambayo kama watu tunapewa kama grant. Hii ni mkopo nafuu ambao serikali ina guarantee. Kikubwa ni kwamba wanaangalia kwamba hii fedha uchukue urudishe, ndo sharti pekee. Kwamba ukichukua tuonyeshe kwamba itarudi mgeni aje achukue. Kwa hiyo vijana ambao nimeona hapa bunifu zao ambazo nani kwamba zina matumaini na fedha unayoitaka sio milioni 20, ni fedha ya kwenda sokoni. Fedha zipo. Serikali itoe ile 1 milioni shillings ilikuwa ni ya majaribio kusudi itumike, serikali iongeze pale pesa. Sasa wengi wakija wanakuja na ile mentality ya kutaka grants. Kwa maana ya kwamba hatuna pesa, serikali itupatie. Lakini serikali ikupa kama nilivyosema inakupa ni seed funding, ni kidogo tu. Lakini kama una promising product or service ya kibunifu au product ya utafiti, then njoo pale proposal yako, sema hawa ndo customer wangu, angalia huu mzunguko huu, nitaenda sokoni hivi, pesa zipo. Ni Dr. Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, akizungumza katika hafla ya kufunga wiki ya utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akimwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo, ambaye ndiye alipaswa kuwa mgeni rasmi katika tukio hilo. Na mambo ambayo amezungumza hapa, amesema kwamba vijana, njoni, fedha zipo, leteni proposal ili muweze kuzipata, sio msaada bali mtakopeshwa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiwa tunafunga kipindi chetu, mmejiandaa vipi kuhusianisha utafiti wenu na vijana wenu na COSTECH ili kile wanachokifanya kiweze kusaidia jamii? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza huo ni wito mzuri sana. Tuliufurahia wito wa mkurugenzi mkuu wa COSTECH kwamba kuna pesa ambazo zinaweza zikafaa watafiti na wabunifu wetu. Niseme tu kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tutachangamkia hiyo fursa, na kusema ukweli tumeshaanza kuichangamkia kupitia kurugenzi yetu ya ubunifu na ujasiriamali. Tuna wabunifu na wajasiriamali tofauti ambao tunawahatamia pale, ambao tunaamini kupitia hizo pesa zinazopatikana COSTECH wataweza kupeleka bunifu na tafiti zao sokoni. Kwa hiyo niseme hiyo tumeichukua vizuri na tayari tunafanya kazi na COSTECH. COSTECH ni mshirika wetu kwenye maeneo mengi ya tafiti na bunifu, kwa sababu pia ndo mlezi wa sayansi na teknolojia kwa Tanzania. Kwa hiyo tayari tunafanya naye kazi, lakini mimi niseme tu tumeufurahia wito, tutaendelea kufanya naye kazi. Ila ambacho labda ningesema kama cha msingi ni kweli pesa zipo, lakini maybe sina uhakika kama zinaendana na idadi na mahitaji ya watafiti na wabunifu wetu. Kwa sababu huu mlango umefunguliwa, nina uhakika watatokea
watafiti na wabunifu wengi ambao wangependa kutumia hizo pesa ili kupeleka tafiti na bunifu zao. Maana pia amesema atashirikiana na wizara nyingine kama Yes. ya vijana. Kwa hiyo niombe tu COSTECH pia aendelee kushirikiana na wadau wengine, waongeze pesa nyingi kwenye hilo kapu. Ili watafiti na wabunifu wetu wakienda pale wakute pesa za kutosha ili tafiti na bunifu hizi, lakini tutachangamkia fursa kama chuo kikuu cha Dar es Salaam. Shukrani sana Dr. Leonard Peter Binamungu, yeye ni kaimu mkurugenzi utafiti na machapisho, kurugenzi ya utafiti na machapisho chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumezungumza hapa tukiangazia wiki ya utafiti, lakini namna gani ambavyo wao pia wamejiandaa kuwafuata ama kukutana na changamoto za wananchi na kuzipatia suluhu, kama ambavyo Profesa William Mwanangisa alisema kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam kina watu wengi wabunifu wenye uwezo ambao wanaweza wakaleta suluhu katika jamii kulingana na changamoto ambazo wanazo. Na amewakaribisha Watanzania, taasisi, kampuni, mashirika yasikae na changamoto, washirikiane na chuo kikuu cha Dar es Salaam na wasomi wa Tanzania ili kuweza kuleta suluhu ya changamoto ambazo zipo. Naamini kabisa mtazamaji, bila shaka hata wewe ambaye unajihusisha na mambo mbalimbali, labda ni uzalishaji, kuna mambo yanakwama, labda ni kilimo, kuna mambo yanakwama, labda ni umwagiliaji kwenye sekta ya kilimo, yote hayo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine na wasomi wengine wana suluhu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kusonga mbele. Tumia fursa hiyo. Nikushukuru sana Dr. Leonard Peter kwa kuwa pamoja nami. Shukrani sana. Naamini hatutaishia hii leo. Kuna mengi pia tutajadili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania na wasomi tunazidi kusonga mbele katika nyanja mbalimbali. Karibuni sana chuo kikuu cha Dar es Salaam. Asante sana. Shukrani sana wewe mtazamaji wa TBC1, ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Naitwa Tobias Masalu, hadi wakati mwingine. Bye bye.